Upande mwingine ambao nilikuwa nataka kusema kwamba ni wa vipaumbele na najua kwamba ni eneo ambalo ni muhimu sana kwetu ni swala la uchujaji wa damu au dialysis. Mradi ambao MSD ilianza kutekeleza mwaka 21-22 na mpaka sasa hivi tulikuwa tuna changamoto kubwa mbili. Nadhani wote tunazifahamu. Ya kwanza ilikuwa ni huduma kufikia kwa wateja wengi zaidi, na ya pili ilikuwa ni gharama za dialysis. Ningependa kusema kwa furaha sana kwenu kwamba tumesambaza mashine mwaka huu tu, kuanzia mwisho wa mwaka jana mpaka mwaka huu sasa hivi mashine 137 tumezisambaza, kuongezea zile zilizokuwepo ambazo zilikuwa ni 60. Na katika usambazaji huu wa hizo mashine mpya ni kwamba tumeongeza hata idadi ya hospitali za mikoa ambazo zitakuwa zinatoa huduma ya dialysis kutoka 6 ambazo tulikuwa tunazisupport mwaka 21-22 mpaka hospitali 15. Hii haigusi zile hospitali za rufaa ambazo zinapata tayari huduma hizi kutokea kwenye sekta binafsi. Na serikali imefanya uwekezaji ambao umegharimu shilingi bilioni 7.7. Kikubwa zaidi ni kwamba wagonjwa wawe wanakuwa karibu zaidi na huduma hizi za kufanya dialysis. Na katika upande huo, katika hizo hospitali ambazo nimetaja 15, hospitali 4 ndio ziko kwenye matengenezo, nyingine 11 ziko tayari. Hasa kwenye upande huo nimesema tumesogeza zaidi kwa wananchi. Itakachosaidia ni kupunguza ule mtu kusafiri kupata huduma. Lakini cha pili ambacho ni muhimu zaidi ni kupata tunaita consumables au vifaa na dawa ambazo zitakuwa na bei nafuu zaidi lakini bila kuathiri ubora wa huduma. Sasa katika mpango ambao tunautekeleza sasa hivi ambao tumeuanza mwaka huu, tumeweza kupata suppliers ambao watashusha, yani ile tunaita session moja ya dialysis. Wale ambao mnafahamu unapokwenda kwa ajili ya kusafisha damu imekuwa inachukua mpaka kuanzia kati ya 1,500,000 mpaka 2,500,000. Sisi kwa gharama ambazo tumeweza kupata sasa hivi kutokana na supply ambao tunao bila kuathiri ubora itakwenda kuwa chini ya shilingi 100,000.